بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم وبياكم وجنة الفردوس مثواكم. Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa siku ya Jumatatu Rabiul Awwal fungo 6:12 za asubuhi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa babake anaitwa Abdullah ibn Abdul Muttalib na mama yake anaitwa Amina bint Wahab. Baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuoa mama yake Amina, laqad aasha maha ayaman, waliishi masiku. Akaenda Syria kwa ajili ya kufanya biashara, akaukata mwezi. Baada ya msafara kurejea, na kabla ya kurudi, mama Amina akahisi hali zote za kupata ujauzito, akifikiria mume wangu akirudi nitamuonesha mimba hii. Kusikia msafara umerudi, akauliza mumewe yuko wapi. Akaambiwa tulipofika Madina aliugua na akafariki na tumemzika. Akapata masikitiko makubwa kumpoteza mumewe kipenzi, lakini wakati huo faqad mata waliduhu wa huwa fi batni ummihi, alikufa baba yake Mtume yeye akiwa katika tumbo la mama yake. Walam yatruku lahu shay'an min almali, akiwa hajamwachia chochote katika mali. Wa umruhu 18 sana, na babake alikuwa kijana mbichi wa miaka 18. Akalea mimba, ikazaliwa mimba Mtume akiwa ni yatima na kuonja uyatima mapema. Baada an balagha umruhu sallallahu alayhi wasallam 4 sanawati au 6 sanawati, alipofikia umri wa miaka 6 au miaka 4, akachukuliwa na mama yake, wakasafiri na babu yake pamoja na mtumishi wa baba yake Ummu Aiman, wakaenda Madina kwa ajili ya kutembelea wajumba zake wa ziarata qabru abihi, na kutembelea kaburi la baba yake. Wakaenda wakaona kaburi kama lile. Wakati wanarudi, falamma qurba min Abwa wa hiya qaryatun baina al-Makkah wal Madina, walipokurubia kitongoji, na hichi ni kijiji kati ya Maka na Madina kinaitwa Abwa, Ummu Amina akapatwa na homa na pale pale akafa. Mtume akiwa chini ya umri wa miaka 6 akauonja tena uyatima kwa mara nyingine. Alipokufa, pembeni yuko Ummu Aiman. Mtume akamwambia, ya Ummu Aiman, anti ummi baada ummi, sasa wewe ni mama yangu baada ya mimi kumkosa mama. Akachukuliwa kulelewa na babu yake mzee Abdul Muttalib. Baada ankafa lahu sanatay mata jadduhu, alipomlea kwa miaka 2 tu kutimiza miaka 8, akafa na babu yake. Ikawa Mtume yantakil min yadin ila yadin ukhra, anatoka kwa mkono wa huyu anakwenda kulelewa mkono wa huyu. Ikabidi alelewe sasa na ammi yake mzee Abu Talib, na huyu mzee Abu Talib kana faqiran. Sifa kubwa aliyokuwa nayo, alikuwa ni katika wale mafukara wa nchi ya Maka. Kathirul iyal wa qalilul mal, alikuwa na watoto wengi lakini mali kidogo. Lakini katika kulelewa Mtume pale, kana kani'an bima kasamahu Allah, alikuwa ni mwingi wa kutosheka. Wayassa Allahu lahu rizqa, kwa ile baraka yake Mwenyezi Mungu akamfanyia wasa kidogo huyu mzee riziki yake. Safaratuhu ila Sham,
Alipofikia umri wa miaka 9 akasafiri na ammi yake kwenda nchi ya Syria kufanya biashara. Ni maisha tu, mtoto wa miaka 9 wenzie wapo shule, yeye anaenda kufanya biashara kwa sababu maisha yake ni magumu. Kiongozi huyu, unajua kuna baadhi ya watu wanahisi mitihani na misukosuko inawafaa kuwapata penginepo makafiri kwa sababu wanakula riziki ya Mungu na hawamuabudu sawa sawa. Hapana, mitihani Muislamu anapata, na hasa wale vipenzi vyake Allah. Tumeyasema shaddul bala'u minan nasi lil anbiya thumma salihun thumma al-amthal fal amthal. Wenye mitihani mikubwa katika watu ni mitume, kisha waja wema, kisha wenye kujifananiza na kujifananiza. Mtihani analeta Allah, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza jaddidu imanakum, kila upya tuzifanyie tajdid, tuzirenew imani zetu, kwa sababu imani zetu tukipatwa na mitihani saa nyingine zinaregea na zinashuka, na penginepo hata ukakufuru. Na Mtume akasema ukipata imani, dhaka halawatal iman, mtu anaonja utamu wa imani. Innal imana la halawa, imani ina utamu kama unavyoona utamu wa tende, halwa na vingine. So ukipata imani ikikaa sawa sawa katika kifua chako, kila kinachopita katika ulimwengu huu inakuwa tafsiri yako ni nyingine tofauti na yule ambaye hajui Mungu na mtume ni nani, inakuwa tafsiri yake ni nyingine. Kwa lugha nyingine, magumu kwako yatakuwa ni mepesi. Na idha habba Allahu abdan fabtala, Mwenyezi Mungu akimpenda mtu hasa humpa mitihani, humpa majaribio. Kwa hiyo kupata ibtilayat ni sehemu ya maisha, lakini ni kipimo cha mapenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni mitihani. Manabii walijaribiwa kwa mambo mengi. Nabii Yunus alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam alipotambua amefanya makosa, kuwaahidi watu ndani ya nchi afu jambo lisitokee. Ukiwaahidi watu alafu jambo lisipokuwa inakuwa mtihani. Yani bimaana watu walimkadhibisha katika mji wa Mosul, Nina wa Iraq, akaona sikae nao, akae pembeni, akamwambia mtakoma, adhabu itakuja. Huku nyumani wakatubia, adhabu ikastop, na hata asijue nini kimeendelea. Alivyoona adhabu haijaja na hajui sababu nini, akaona ile nchi ina sheria, ina mfalme, ukisema jambo halijatokea sheria yako kunyongwa. Akaogopa kurudi kwa mkewe, kwa familia yake, akaona atafute usafiri akimbilie Zanzibar kusalimisha roho yake. Wakati yupo ndani ya maji, chombo kikaanza kuleta mitihani. Ni kwamba siku ya kufanyani miti yote huteleza. Wale walikuwa na itikadi, ukiona sampuli hii kuna mtu amefanya khiana kwa tajiri yake, nahodha akatangaza, inna fi haujatina abidun abiqun, jamani, katika chombo chetu yuko mtu kamkimbia bosi wake, ana makosa yake. Abiqun ni mtu mwenye kumkimbia tajiri, na Allah alitumia sigha hiyo hiyo katika surah as-Safat, wa inna yunusa lamina al-mursalin idha abaqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fakana min al-mudhadhin. Yunus si mtu wa kawaida alayhi salam, ni miongoni mwa mursalin, mitume. Idha abaqa ila al-fulk al-mashhun, pindi alipokimbilia kwa jahazi lilokuwa mashhun, limesheheni, liko nyumi. Fasahama, akashiriki kupiga kura, na kura hii sio ya uwaziri, ni ya nau'un farid, ni mtu kutoswa, na akapata matokeo zero. Watu wakachukua kidaha, kikaingizwa majina ya watu, piga kura, piga kura, piga kura. Ayazungusha kidaha, kumwagwa chini, majina yote yamesevu, jina la Sayyidina Yunus lipo juu.
Wenyewe walisema Yunus ni mtu mkarimu, mtakatifu, mzee, nabii. Turudieni tena, pengine akapatikana mlala hoi yoyote atateja humu ndani. Kurudiwa tena, la haula, Yunus tena. Watu wataka kumkwepesha, vijana wakawa wakali, haya mambo yenu msilete, atoswe, tutakufa, mnamweka wa nini? Watu wamekuwa wakali. Watu wasema huyu ni nabii wa Allah, wanamhurumia. Nabii Yunus akasema basi siwakorofishe watu, waacheni watu, rudieni tena hiyo kura, wala msinitose, nitajitosa mwenyewe, na huu ni mtihani. Ni pale Allah aliposema anta turidu wa ana uridu wala yakunu illa ma uridu fa in sallamta li al-amra fima uridu kafaitu kama turidu wa in lam tusallim li al-amra fima uridu ata'abtu kama turidu wala yakunu illa ma uridu. Anta turidu wa ana uridu, wewe unataka na mimi pia Mola wako ninataka, na wala hayawi ila yale ninayotaka mimi. Kinachotakiwa ni kipi? Ikiwa utasalim amri katika yale ninayotaka mimi Mola wako, nitakuepeseshia katika yale unayoyataka. Amri katika yale ninayoyataka mimi kwanza, ataabtu kama turidu, nitakudhiki, nitakupa tabu katika yale unayoyataka. Baada ya tabu na mitihani, je, yatakuwa? Wala yakunu illa ma uridu, yako hayawi ila yangu mimi yatakuwa, kwa sababu ana jabbaru samawati sab'a wal ardh mithlahum, mimi ni mbabe wa mbingu saba na ardhi saba. Kwa hiyo ili nasi yetu yawe kwanza, cha kwanza kabisa ni kuyatekeleza ya Allah kwa kiwango cha hali ya juu sana. Allah anasema katika suratu Al-Anfal, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, muitikieni Allah amri zake kwa nguvu tu anytime akikuiteni. Mwenyezi Mungu na mtume wake wakikuiteni, yatakiwa tuitikie kwa kishindo kikubwa. Wengine wote wanaotuita ni kwa sababu ya maslahi yao, lakini Allah na mtume lima yuhyikum, ni kwa yale mambo ambayo yataleta uhai mzuri katika maisha yenu. Aya nyingine nasema wala nabluwannakum bishai'in. Kiarabu ukisema bishai'in, hata kile kimchanga kile cha mwisho, tutakupeni mitihani kwa chochote, minal khawfi wal ju'i, khofu, njaa, wa naqsim minal amwal, upungufu wa mali, wal anfusi, vifo kukithiri, wa thamarati, na matunda kukauka shambani, wabashiri sabirin, wapewe habari njema watu wenye subira. Wao ni lamul qasam wa tawkid, nuni tawkid, wala na wao lam nuni zote tawkid. Viapo vyote hivi, inna Allah la yuqsimu illa bi'adha'imil umur innal 'adha'ima kufuha al-'udhama. Mungu haapi na vitu vidogo, huapa na mambo makubwa, na akiapa ni msisitizo tu, yuakidul masala. Kwa hiyo ibtilaya ni sehemu ya maisha, ibtilaya ni sehemu ya maisha, lakini inatakiwa subira. Na mmoja aliulizwa ma huwa sabr, subira ni nini? Asema sabru ka antakula almirara bighairi ta'abbus. Subira kama vile kula kitu kichungu bila shubiri, bila kukunja uso. Upewe kikombe kidogo cha kahawa kina shubiri ndani, unywe uwe unatabasamu, si jambo dogo. Hiyo ndio maana subira, na hakuna mwisho wa subira. Subira mpaka kuendelea, hakuna kusema hapa mwisho tena. Ndio maana Imam Shafi anasema ukipatwa na jambo lolote, kama ni msiba, kama ni deni, kama ni fedheha, ndani ya ule mtihani itakiwa uwe na subira. Usipokuwa na subira, basi ile kukosa subira, huo ni mtihani mkubwa kuliko ule mtihani uliokupata. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe minasabirina. Mtume sallallahu alayhi wasallam, Yunus alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam,
Akapigwa kura ya 3, ikaonekana imeenda pale moja kwa moja, akaenda kumezwa na samaki, akapata mtihani mzito. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam ikafikia hatua akalelewa na babu yake, babu akafa, akalelewa na ammi yake, miaka 9 wakaenda Syria kufanya biashara. Falamma qurba min Basra, walipokaribia sehemu inaitwa Basra, raahu rahib ismuhu Bahira, wakamuona mwanawachuoni wa Kinasara anaitwa Bahira. Yule Bahira akamsogelea mzee Abu Talib, akaambia, ibnu man hadha, wewe mzee Abu Talib, huyu ni mtoto wa nani huyu? Huyu hapa, tueleze ni mtoto wa nani? Abu Talib akajingatangata akasema, hadha ibni, huyu ni mtoto wangu mimi. Yule Bahira asema, wallahi la yumkin an yakuna abuhu hayyan innahu yatimun, haiwezekani huyu mtoto mpaka taimu hii babake awe hai, huyu ni yatima. Ibnu man hadha, usitake kundanganya, niambie huyu ni mtoto wa nani? Akasema, ibnu akhi, huyu ni mtoto wa brother, kafa na mlea, kuna shida? Asema, hamna shida, hapa umeongea ukweli na ninakupa habari huna. Sayakunu akhirul anbiya, si ni tamfis liyufidu taqrib, sasa hivi huyu ndo wa mwisho wa mitume, na ninakushauri fanya haraka iwezekanavyo, huyu mtoto rudi naye, kwa sababu katika vitabu vyetu ana alama za kuwa nabii. Mashekhe wetu wa Kiyahudi wakimuona tu sasa hivi wanamuua huyu mtoto, kazi yao kuua mitume. Mrejeshe. Akamwambia mtoto, njoo hapo, ana miaka 9. Eshtara fi manamika ya Muhammad, ukilala mwanangu unaona nini? Asema, mimi bwana nikiota ile ndoto kesho inakuwa live, shay'an yatahaqqaqa fi yaqadhati, akiota busatu basi kweli itakuwa busatu hivi live, itakuwepo Sheikh Jafari Mponda, itakuwepo Sheikh Saleh. Yule bwana asema, astakhlifuka billat wal uz, kwa nini sikuapie kwa Lata na Uz? Wallahi wewe ndo mwenyewe, sababu katika vitabu vyetu tumeambiwa ndoto zako za kweli. Mtume akiwa na miaka 9 akamkemea Bahira, ambia, la tukhlifuni billat wal uz, tuheshimiane, usiniapie kwa Mungu Lata na Uzza, usiniapie tena kwa vitu hivyo. Hakuna kitu ninachokichukia ala wajhi al-ardh, katika uso wa dunia, kama kusikia masikioni mwangu Lata Uzza, nachukia sana hicho kitu. Bahira akasema, kweli unazidi kuniongezea, katika vitabu vyetu tumeambiwa atachukia sana sanamu la Lata na Uzza. Wakarudi baada an balagha umruhu 25 sana, akaendelea kuchunga mbuzi na kondoo vibarua. Alipofika umri wa miaka 25 kashakuwa barobaro, hana kitu. Akasikia kuna bibi anatoa ajira, na bibi huyu dhatu sharfin wa dhatu mali, ni mtukufu, ana pesa, tastajiru rijala fi maliha, anawapa watu vibarua, ana makampuni. Akamsogelea kuomba kibarua, anaenda kuomba kibarua. Huyu bibi alipomuona Mustafa, laqad sami'at bisidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi sharifa. Mtume hapa alienda kuomba kazi, kwa sababu kazi ni muhimu. Kuna madhambi asema hayafutu illa bi talabil ma'aish, ila kwa kutafuta kazi. Lakini sasa kazi zina ndugu yake. Kila mfanyabiashara anamtaka mtu mwenye sifa mbili, mwaminifu na mkweli. Hizi ni saga, hii ni CV kuliko karatasi. Ukiwa ukweli na uaminifu umetoboa, lakini leo ukweli umepungua, khiana imezidi, waongo. Inna sidqa yunji wal kadhiba yuhlik, anzimil haqq, al haqqu ya'lu wala yula alayhi. Mtume anasema ukweli unaokoa, uongo unaangamiza. Usiseme uongo hata kwa bahati mbaya. Ukiwa mkweli, unanyosha maelezo, kila mtu atakupenda, na ukweli unasaidia.
na ukweli uko juu kwa sababu ni jina la Allah. Hakuna juu ya ukweli. Ya ayyuhalladhina amanu kunu ma'as sadiqin, kweni pamoja na wakweli. Saida Khadijatul Kubra alimsikia huyu mtume, alishawahi kusikia ana tabia nzuri, mwaminifu, msema kweli. Ana mtumishi wake anaitwa Maisara. Ambia Maisara, kuambiwa si kama kuona. Nimesikia mengi ghayatul wasf wakimsifu. Sasa mimi nakutuma kama true box, mchunguze tu, hicho ndo ninachotaka. Atafanya nini? Badhahaba au raha, wakaenda zao katika safari ile. Kumbe mtume anachunguzwa. Wabtaa wabaa wabtaa warajaa. Walipofika wakauza mali walioenda nayo, wakanunua mali mpya, na wakarudi na faida kede kede. Walivorudi mpaka nchi ya Maka, Maisara akamsubirisha mtume pahala, kaongea na bosi. Kaingia ndani, mama ambia hadithni, nieleze full information. Tumeuza, ambia hatari. Yani ukitaka kampuni isifarisike, huyu jamaa usimwache tena, kanivuruga. Ambia nieleze. Ambia sijai kuona mtu kama huyu, sijui ni Sharifu huyu. Wakati tunakwenda idhi shamsu talia, kijua kikali, tasghirul ghamam, angalia mbingu zinamwekea kivuli, anatembea na kivuli cha mbingu, si wa kawaida. Lakini kitu cha pili, uaminifu wake. Wallahi katika biashara sikumuona kuapia jina la Allah katika kuuza biashara zake. Wallahi jiniani, kumbe Taiwani. Sijamuona maneno mengi. La tatu, sijamuona kuwazuia wateja wasiende kwa wengine. Njooni hapa, ipo hapa baba, njoo. Bali sema hapa nauza na pale pia ziko kama za kwetu au zaidi ya hizi. Waajabu. Cha nne, watu wengi walimiminika katika biashara yake kwa wingi wa lugha zake tamu. Hakuwa kisirani na kuandika mabango mapema, nikopeshe kasafiri, taleta kesho kaacha kazi, kesho yupo kazini. Hakuwa kisirani. Na tatizo la sisi Tanzania, hatuna good service everywhere. Hatuna huduma nzuri. Utaanza na kioski, mteja ni mfalme. Kikisha kwa duka tu, mtu anauliza mara mbili, maji ya kunywa yapo, unamwangalia. Maji ya hata pale unaweza ukaenda kununua, tayari ushakuwa kiburi. Mahospitalini hakuna good service. Baadhi ya hospitali. Mahotelini hakuna good service. Sehemu za dua hakuna good service. Kwenye ofisi za Kiislamu za utatuzi wa mambo, baadhi ya ofisi hakuna good service. Kuna service mbaya, kuna manyanyaso, kuna kila kitu. Ndio maana hatuendi mbele. Au wenzetu wa Hindi wanatushinda hawa. Muhindi hata umkute anajikampuni hilo, anakaribia kukusujudia ukifika boss. Sisi tunawaona wanauza magari, ukienda kwa yadi yao anakaribia kukusujudu. Sheikh Kitungua anauza miamvuli tu kavimba, katuna kweli kweli. Ukifika Sheli, yani unafika kwa Sheli unapiga honi, watu wanakuangalia, wanaharibu biashara ya mtu mwenyewe, hazikubaliana kitu kama kile. Mpaka unauliza, wewe unauza uzi? Kwa sura hiyo tutasubiri sana. Tujitahidi wa Tanzania tuwe na huduma nzuri. Hata kama unashona viatu, kuwa na lugha mzuri. Ukiwa kameramani, kuwa na lugha mzuri. Ukiwa unarekodiwa, kuwa na lugha mzuri. Amiliana na watu vizuri. Mtume amepiga hatua kwa wingi wa lugha zake tamu, kauza. Ukiwa konda, makonda wengi wanasifika kwa lugha mbovu na chafu. Hiyo ndio habari. Lakini inawezekana kuwa na lugha nzuri, ni biashara tu kama maana kuna baadhi ya biashara zinaonekana za wahuni. Mtu mwenye heshima zake hawezi kufanya hivyo. Mambo hayaendi hivyo. Hata kama una mali, si kibali cha kuwa na lugha mbaya. Sababu mali ni kivuli, anytime inaondoka na inarudi. Baina shamsi wa dhuhaha. Sasa huna hata hiyo mali yenyewe, lakini bado fedhuli. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema watu watatu Mwenyezi Mungu atakamata mwanzo awatie motoni kabla watu wengine. Malikun kadhab. Wa kwanza kiongozi muongo. Wa pili mzee mzinifu.
We mzee, zinaa ni haramu kwako mara nyingi zaidi kuliko ulivyokuwa kijana. Japo sio advantage kwamba vijana ruhusa, lakini mzee, mvi yako moja thawabu, Allah anakuonea haya, basi na wewe kuwa na haya. Watatu atakayechoma moto mwanzo, maskini jeuri. Wewe una kitu jeuri ya nini? Tena mtu hujiambia mimi maskini, lakini mimi maskini jeuri kweli kweli. We nini wewe bwana? Kwa sababu kwa ile jeuri yako hata Ramadhani watu hutoa zaka, nyewe hulainika, asema yule mpe, lakini yule usimpe jeuri, usimpe. Mtume aliona hata riziki zako utazifunga. Jeuri haipo. Uwe na lugha nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa, hebu niitie, inatosha niitie. Sikiliza pointi hiyo. Akaambiwa unaitwa. Sasa si ashaitwa aingie. Angalia adabu. Bado anagonga, adkhul. Naweza kuingia? Ingia. Alipoingia tu yule mama, kwa sababu pesa zimekuja nyingi sana, kamwaga fuko zima mbele yake. Miriali, midola ile, mishilingi, unajua pesa fitna tena. Zimemwagwa pale. Kwa sababu sehemu ile kumtia tamaa. Na pale kuna kitu kinachoitwa tamaa. Sema ni'matul haya yuzilu tama. Neema ya uhai inaleta tamaa. Na wenyewe wanasema tamaa ndio inaleta maendeleo. Hapana, tamaa ilimponza fisi. Mtume ametuhimiza, asema alaikum bil qanaa. Al qanaa kanzul la yafna. Jilazimisheni sana na kutosheka. Na hili ni tatizo pia la Watanzania. Unajua ukiwa na sifa ya kutosheka, hata bosi anaweza akakuheshimu. Anakuheshimu. Sio kila mwito tu, madaba twende hivi, haya. Wakubwa leo wapi leo? Hivi Kiguna njia wewe unapelekwa tu. Una protocol. Hutakiwi kuwa bendera. Usiwe, yani wanasema vijana wa leo wa matukio. Usiishi kwa matukio, ishi kwa formula. Hapa tu tayari. Jamani, kwa sababu sasa tunaondoka. Wapi? We twende shekhe. Shanga utamkuta mtoto wewe nawe umeingia. Kataa. Mnanipeka wapi? Sijapanga kwenda huko. Kuwa na msimamo. Unamwona tajiri huyo kapita, kama hujamuona. Tumeswali pamoja, salama mkubwa, kuishilia mbali. Watakuheshimu. Na heshima ni kitu muhimu kuliko chochote.